Mwezi mpevu unapoandama katika uso wa dunia, ulimwengu wa kiroho unakuwa na nguvu kuliko nyakati nyingine. Huu ni wakati ambao watu wa kiimani hufanya shughuli mbalimbali, ikiwemo shughuli za utakaso, shughuli za kujisafisha, shughuli za kusafisha nyota, ikiwa ni pamoja na kuondoa negative energy. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kujua siri ambazo zimejificha katika mwezi mpevu na kwa namna gani ambavyo unaweza kuyabadilisha maisha yako katika wakati huu, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako, kwani nitakwenda kukuambia ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya pindi mwezi unapokuwa mpevu katika uso wa dunia, na baada ya kufanya vitu hivyo, basi maisha yako yatakwenda kubadilika. Video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili kuendelea kujifunza vitu mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Mwezi unapokuwa mpevu, fanya mambo yafuatayo na maisha yako yatabadilika. Jambo la kwanza, jiandae kisaikolojia, kisha andaa mazingira ambayo yanafaa katika zoezi ambalo tunakwenda kulifanya. Yapo baadhi ya maeneo ambayo unaweza kuyatumia kwenda kulifanya zoezi ambalo litakwenda kubadilisha maisha yako kwa kutumia nuru au mwangaza wa mwezi mpevu. Tafuta sehemu tulivu, inaweza ikawa nyumbani au nje ya nyumba, karibu na miti, maji au hata chumbani ukiwa wewe peke yako. Hakikisha unazima simu yako na kisha jizuie na vishawishi vya nje ili uuzuie uwepo wako usiweze kumakinika na vitu ambavyo vinaendelea nje. Weka mshumaa mweupe au uvumba kama ukiwa nao ili kusaidia mazingira ya utulivu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Tunaposema uweke mshumaa ni kwa sababu mshumaa utasababisha fokasi yako iwepo katika eneo hilo ambalo upo. Mshumaa unasaidia kutuliza akili yako. Utajikuta akili yako ina focus katika eneo ulilopo. Mshumaa utakukinga dhidi ya vishawishi vya nje, kwani utakapokwenda kufanya zoezi hili, haitakiwi ufahamu wako au akili zako zimakinike na vitu ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa nje. Utakapoweza kukaa katika utulivu wa namna hii, anza kufikiria kuhusu mambo mazuri ambayo umekuwa ukiyafanya katika maisha yako. Anza kufikiria kuhusu malengo yako. Ondoa mawazo yote mabaya ambayo yapo katika kichwa chako. Fikiria kuhusu namna ambavyo utakwenda kuyatimiza malengo yako. Anza kuyaandika kwenye karatasi nyeupe mambo ambayo unatamani kuweza kuyatimiza kwa wakati huo. Amini chochote ambacho unataka kukitimiza katika maisha yako kinakwenda kutimia. Baada ya hayo yote, fumba macho yako. Anza kufikiria namna ambavyo utakuwa na furaha pale utakapoweza kutimiza vitu ambavyo unataka kuvitimiza katika maisha yako. Na ni vema kusudio ambalo unalo ndilo uwe unalifikiria zaidi, na fungua macho yako ya ndani kuwa ni kama unajitazama namna ambavyo unakwenda kuwa na furaha baada ya kwenda kutimiza kitu ambacho unatamani kitimie katika maisha yako. Utakapokuwa na imani wakati unapofanya zoezi hili, amini usiamini, huu ni wakati ambao ulimwengu unakuwa na nguvu, tena ulimwengu wa kiroho kuliko nyakati nyingine. Chochote ambacho unatamani kitimie katika maisha yako, ukiweza kukimanifesti kwa imani, kitakwenda kutokea, kwani hapa unakuwa ni kama unafanya manifestation, na nguvu zote mbaya unakuwa unaziondoa ndani yako, na baada ya muda mfupi utaona ni kama kuna nguvu mpya imeingia ndani yako. Utakapoweza kuingiwa na nguvu hiyo, vitu vyote vibaya ambavyo vilikuwa vinakuzuia kufanikiwa vitakwenda kuondoka, na vitu vizuri ambavyo vinakuja kuyavuta mafanikio katika maisha yako vitakuja ndani yako. Utashangaa unaanza kupata pesa katika namna ambazo haukuzitarajia. Utapata kazi katika namna ambayo haukutarajia. Kazi hiyo imekujaje katika maisha yako? Hivyo hakikisha unafanya hivyo ukiwa na imani ya kweli ndani yako. Namba 2, jifanyie usafi wa kiroho katika wakati huu.
Miongoni mwa nyakati ambazo mwanadamu anaweza kujifanyia usafi wa kiroho kwa ufasaha kuliko nyakati nyingine, inaaminika ni katika kipindi cha mwezi mpevu. Ni kwa namna gani unavyoweza kujifanyia usafi wa kiroho? Namba moja, unaweza ukatumia maji ya chumvi. Unaweza ukachukua maji ya moto kidogo au maji ya vuguvugu au maji ya kawaida, yanaweza akawa ya mtoni au ya baharini au ya sehemu yoyote ambayo ni ya asili. Kisha ukachukua chumvi na ukaiweka ndani yake, na unapofanya zoezi hilo, tamka maneno yafuatayo: ninaondoa kila uzito, mikosi na nguvu hasi, najiwekea nuru, najiweka huru kwa mwanga wa mwezi huu mpevu. Wakati unatamka maneno hayo, hakikisha unakuwa katika sehemu ambayo mwanga wa mwezi unapita moja kwa moja mpaka katika maji ambayo unahitaji kuyatumia, na utakapomaliza, chukua maji hayo, nenda kausafisha mwili wako, kaoge bila ya kutumia sabuni. Utakapoweza kufanya hivyo, utakuwa umejifanyia usafi wa kiroho. Utakuwa umeacha mikosi yote ambayo ilikuwa inakuandama. Laana zote ambazo zilikuwa juu yako zitakwenda kuvunjwa, na sasa utakwenda kuwa mtu mpya. Lakini namna ya pili, unaweza kutumia uvumba ikiwa unao. Utakapokuwa ukiupitisha uvumba katika mwili wako, tamka maneno yafuatayo: moto huu na moshi huu viondoke, na kila kitu kibaya kilichonipata, kunitawala au kunizuia kiroho. Utakapoweza kutamka maneno hayo huku moyoni mwako ukiamini, amini usiamini, moshi wa uvumba utakwenda kukusafisha kiroho, na chochote kibaya ambacho kipo ndani yako, huenda kinazuia mafanikio yako, kinachafua nyota yako, ama kimekuweka kwenye kifungo cha kiroho, kitakwenda kuondoka, na baada ya hapo utabaki mwanadamu huru. Namba tatu, fanya maandiko ya kuachilia nguvu mbaya ambazo zipo ndani yako. Miongoni mwa mambo ambayo hupelekea baadhi ya watu washindwe kuwa na furaha na kufanikiwa katika maisha yao ni kwa sababu wameshikiliwa na nguvu za giza bila wao wenyewe kujua. Mwezi unapokuwa mpevu, chukua karatasi na kalamu, kisha andika mambo ambayo unahitaji kuyaachilia, ikiwa ni pamoja na hofu, uchungu, majuto, wivu na chochote ambacho hautamani kiendelee kubaki katika maisha yako. Mambo ambayo yanakuzuia kiroho kama dhambi au dhambi ambazo zilifanywa na ndugu zako wa zamani alafu bado zinakuathiri wewe, mnyororo wa kihisia, laana za ukoo na kila kitu kibaya, hakikisha unaviandika vyote katika karatasi ambayo umeiandaa katika siku hiyo. Utakapomaliza kuandika vitu hivyo, tamka maneno yafuatayo: ninaachilia haya yote kwa mwanga wa mwezi huu, niko huru, nafsi yangu inaponya na kunawirika. Utakapoweza kuiponya nafsi yako kwa kutamka maneno hayo, kuna wepesi ambao utauhisi ndani yako. Baada ya kumaliza zoezi hilo, hakikisha unaichoma karatasi ambayo ulikuwa umeitumia kuandika shida zako kwa kutumia mshumaa. Baada ya karatasi hiyo kuungua, unaweza ukazika majivu hayo katika ardhi, ama unaweza ukatupa, hakuna athari yoyote. Ama kama hauna moto, unaweza ukaichana karatasi hiyo, lakini hakikisha unaizika ardhini. Utakapoweza kukamilisha zoezi hilo, utaona unajisikia wepesi fulani ndani yako. Ina maana utakapopata hisia hizo, ujue mambo yote ambayo yalikuwa yamekuweka kifungoni yatakwenda kukuachia, na utabaki mwanadamu huru katika siku hiyo na katika maisha yako yajayo. Namba 4, mwezi unapokuwa mpevu, hakikisha unafanya maombi au meditation maalum. Mwezi unapokuwa mpevu, huu ni wakati ambao nimekwambia ulimwengu wa kiroho unakuwa na nguvu kuliko ulimwengu wa kimwili. Unaweza kufanya maombi kwa kusema kwa mujibu wa imani yako. Mfano, kama unafuata imani ya kidini, sema maneno yafuatayo: Ee Mungu, kwa nuru ya mwezi mpevu, niepushe na giza, nipe rehema, nipe mwongozo, nisamehe, nitakase, niinue. Utakapoweza kutamka maneno hayo huku ukiwa katika mkao wa meditation ama ukiwa katika mkao maalum kwa mujibu wa imani yako, moyoni mwako unatakiwa kuwa na imani.
Utakapoweza kutamka maneno hayo, moyoni mwako utahisi ni kama umepokea nguvu fulani. Wepesi ambao utaupokea ndani yako ni ishara ya kuwa mambo mabaya ambayo yalikuwepo ndani yako yameondoka, na amini usiamini, utakwenda kuwa miongoni mwa watu ambao wametakasika. Nguvu zote mbaya zitakapokuachia, vikwazo vyote ambavyo vilikuwa vinayazuia mafanikio yako vitakwenda kuondoka, na utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu ambao wanakwenda kuwa na nyota ambazo zinaangaza. Namba 5, mwezi unapokuwa mpevu, weka nia mpya katika maisha yako. Mwezi unapoandama, unaweza ukachukua karatasi nyingine na ukaandika mambo mapya ambayo unataka kuyaanza. Kwa mfano, unahitaji kuwa na amani, kujiamini, baraka, mahusiano bora, ulinzi wa kiroho. Unaweza ukaorodhesha mambo hayo, kisha ukatamka kimoyomoyo au kwa sauti, naweka nia ya maisha mapya, na wakaribisha binadamu wema, mwanga na nguvu mpya. Asante kwa mwanzo mpya. Utakapoweza kutamka maneno haya kwa imani, hifadhi karatasi hii mahali salama. Unaweza ukahifadhi katikati ya kitabu kitakatifu cha Biblia, Qur'ani, au chini ya mto ambao huwa unauegemea wakati unapolala, au kwenye daftari lako la kiroho ambalo huwa unalitumia kuandika mipango yako ya maisha. Jambo ambalo litakwenda kutokea, utaanza kuona vitu vibaya ambavyo vilikuwa vinakutokea mwanzo havitokei tena. Kitu cha msingi cha kuzingatia, hakikisha unapotamka maneno hayo, moyoni mwako unakuwa unamaanisha, unakuwa na imani ya kweli. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo zuri ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.